Hali gani mtazamaji wa Force News Tanzania, karibu katika siku nyingine tena. Hii leo ikiwa ni Jumatatu ya Aprili 20, 2026. Ni kualiki katika wasaa mzuri wa kuyaangazia yale ambayo yamepewa uzito katika vichwa vya habari kwenye magazeti hii leo. Wahariri wameamka na habari mbalimbali, habari za kisiasa, kijamii, kiuchumi na hata michezo na burudani. Toka mwanzo mpaka mwisho utakuwa nami Justin Kosan. Lakini kabla ya kwanza kuyaangazia yaliyoandikwa kwenye magazeti, nikukumbusha kwamba kipindi hiki kinapewa nguvu kubwa sana na sabuni ya Wakawaka. Sabuni ambayo imetengenezwa kwa vitamini C pamoja na vitamini B6 ambavyo huisaidia ngozi yako kuwa nyororo na yenye kuvutia. Wakawaka pia inakusaidia kukondolea madoa, utangotango, miwasho ya ngozi na hata mapunye. Wakawaka unaweza kuipata katika duka lolote ambalo lipo karibu yako. Nenda kanunue hivi sasa, uanze kutumia, ujione matokeo yake. Na sasa tuanze kuangazia yaliyoandikwa kwenye magazeti hii leo. Nikianza na gazeti Mwananchi Tanzania. Habari kubwa ni mtego hatari Kariakoo, usalama wa wananchi uko shakani, majengo yakitumika kabla ya kukamilika, usimamizi mbovu, kupuuzwa kwa sheria vyatajwa, uchunguzi wa Mwananchi wafukua mazito. Hii ni ripoti maalum ambayo utakwenda kuisoma katika ukurasa wa 2 na 3. Lakini kibano cha mafuta, katiba mpya kwa vijana, hii ni habari nyingine ambayo imeandikwa ndani ya gazeti hili la Mwananchi. Lakini Dr. Gwajima anavyozikabili lugha tata mtandaoni. Haya pia ni mahojiano maalum. ACT yataka kuwajibika vigogo waliotajwa, ripoti ya CAG ni habari ambayo tutakwenda kuisoma zaidi ukurasa wa 20. Lakini uahirishaji wa safari waondiwa mkakati, bajeti kiduchu, miradi ya PPP yaibua hofu kukwama utekelezaji. Hivi ndivyo ambavyo gazeti Mwananchi Tanzania limeandika katika siku hii ya leo. Nikiachana gazeti Mwananchi Tanzania, sasa nakamata gazeti Habari Leo, ambapo habari kubwa ni Mwigulu asema tusikubali kugawanyika, aeleza mbinu zinazotumika, asifu umoja wa Tanzania, wanawake wahadhalishwa kuolewa kufuata mali, lakini Tanzania yashauri sekta binafsi Afrika. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 3. Vunja Bei aongoza kura za maoni Isimani, ni habari ambayo ipo kurasa wa 2. Lakini vijana 5 mbaloni, uwizi wa magari Mbeya, TASAC kuchunguza mambo manne, meli iliyozama Tanga. Lakini maridhiano muhimu, umoja wa kitaifa, Ulega asema dini ziunganishe wa Tanzania. Ukurasa wa 5 wa gazeti hili umeandika bilioni 1.9 za chakula kunufaisha shule 48. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Nikiachana gazeti Habari Leo, sasa nakamata gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo habari kubwa limeandika gia mpya Chadema yatangaza mwelekeo mpya baada ya miezi 10 kifungoni. Ajenda kuu zitakazoongoza harakati zatajwa zikilenga mageuzi ya kisiasa, kisheria na kijamii. Habari ipo kurasa wa 2. Lakini Mei Mosi ikikaribia, hoja mishahara duni, waajiri watoro wa sheria zaibuliwa. Lakini maporomoko ya tope yazua hofu, wakimbia makazi, safari ya asiyeona aliyehitimu kidato cha 6 kishujaa. Hii ni habari nyingine katika gazeti hili la Nipashe. Lakini ACT yachambua mambo 10 nyeti, ripoti ya CAG, kanda ya Ziwa yaandika historia ya upandikizaji figo. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika hivyo katika siku hii ya leo, na linanipa wasa sasa kuangazia gazeti Majira, ambapo habari kubwa ni Chadema yatangaza kufanya kazi saa 24, yahimiza wanachama wake kuvaa sare wasiogope. Lakini kuna kauli ya Shemdoe anasema sitavumilia Mwalimu kuonewa. CCM yakaribisha wapinzani kwenye frame zake Geita. Iran yasema Trump hana uhalali wa kutupora nyuklia. Ushirikiano wa Tanzania na Exim kuchochea ukuaji uchumi ni habari nyingine hii ndani ya gazeti hili la Majira. Lakini tume ya madini na FADEV pamoja na UNDP zajengea uwezo wa chimbaji, serikali yaanika dhamira yake kuwezesha vijana. Gazeti Majira limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Sasa nikiachana gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, sasa nakamata gazeti la Tanzania Leo, ambapo lenyewe limeandika maono ya Samia ya waibua wadau, wasifu ushirikiano wa serikali,
sekta binafsi. Bilioni 127.7 za REA zaleta neema wakazi wa Mwanza, lakini Mwigulu asema wanawake ni turufu ya kukuza uchumi wa nchi wao binafsi. Afichua siri maono ya Rais Dr. Samia. Dr. Samia. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa pili. Lakini wanahabari, tulinde amani, utulivu wakati wa migogoro, kauli ya TCRA hii. Lakini maboresho ya SGR kukidhi ufanisi na mahitaji ya abiria. Sawa, nikiachana na gazeti Tanzania Leo, sasa mtazamaji, tuangazie yale ambayo yameandikwa katika uga wa michezo na burudani. Nikianza na gazeti la Mwanaspoti katika michezo na burudani. Habari kubwa ni Waarabu wamfuata Baka, masharti matatu yatajwa. Lakini Simba na Yanga zawekewa shilingi milioni 150 pacha ya mabao ilivyonoga Simba. Man United yasikilizia 2 tu UEFA. Leo Jumatatu kutakuwepo na mwendelezo wa ligi kuu England. Crystal Palace itakuwa inacheza na West Ham majira saa 10 jioni. Sawa, gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika hivyo, lakini tukiachana gazeti Mwanaspoti, sasa tuangazie gazeti jingine, na hapa nakamata gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ambapo limeandika Simba yaishushia kichapo Namungo, Yanga yapania kombe la Muungano, lakini Serengeti Girls yaifuata Afrika Kusini kombe la dunia. Kuna habari nyingine hapa inasema wanariadha Tanzania wang'ara marathon, habari ipo kurasa 23, lakini Kadoso awapongeza nyota Mamelodi. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wa nyuma limeandika hivyo. Lakini tukiachana gazeti Habari Leo, sasa tuangazie gazeti Taifa Tanzania. Ukurasa wa nyuma limeandika Simba yapata ushindi muhimu ugenini, yaichapa Namungo 3-1. Manchester City yashinda 2-1 dhidi ya Arsenal. Wajua wakali wa pasi za magoli NBC Premier League. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 4. Sawa, gazeti Taifa Tanzania ukurasa wa nyuma limeandika hivyo, na linanipa wasa wa kuhitimisha katika kila ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Toka mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Justin Kosan, na nimekupitisha katika kile ambacho kimeandikwa katika kurasa za mbele, pasi na kusahau kurasa za nyuma ambazo ni mahususi kabisa kwa habari za michezo na burudani. Nikukumbushe tu nimepewa nguvu kubwa sana na sabuni ya Wakawaka, kiboko ya harara, tango, mapunye, miwasho ya ngozi na hata fangasi ya ngozi. Wakawaka ng'ara kila siku. Nikutakia Jumatatu njema. Asante na kwaheri.